taarifa hii. Hali ya sintofahamu imewakumba watoto wa Bi Mtambo. Huyu ni bibi mwenye umri wa miaka 90 baada ya bibi huyo kutolewa vitu nje ya nyumba yao iliyopo Kariakoo, wakidai kuwa miongoni mwa wajukuu wa bibi huyo ameiuza nyumba hiyo. Hii ni ripoti ya Frank Kashonde, amefika na kukutana na familia hiyo ikiangazia kwa kina. Nimekita kambi kwa zaidi ya saa 2 kwenye nyumba namba 98 iliyopo Kariakoo, mtaa wa Mkunguni na Bonde, jijini Dar es Salaam, kufuatia tukio lililojiri hapo jana Januari 8 mwaka 2025. Tulistukia tukio la kwanza alikuja tarehe 28 mwezi wa juzi, wakaja wakavamia, wakasema nyumba imeuzwa, mama mwenye nyumba atoke. Bahati nzuri ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa ilitoa ushirikiano, ikasema sisi hatuelewi kwamba nyumba hii imeuzwa, yani wao wanadai wamenunua kwa mnada. Lakini mwenyekiti wa serikali ya mtaa akasema hatukuwahi kuona tukio la mnada hiyo mwaka toka mwaka 2011 hadi sasa hivi, kwa sababu nyumba inapouzwa mnada unakuja kwenye eneo la tukio. Lakini mimi kama mwenyekiti sikuona. Lakini tulienda kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, wakasema pia hawana taarifa hizo. Hata na wale security guard ambao wanakuja kwenye ile zoezi hawakusajiliwa wala hawaonekani kule. Walikuwa wanatusukuma kama vile mbwa, na huku wanatukana matusi sana. Sasa kama alivyosema mwenzangu, namuomba Mama Samia atusaidie akiwa anatuona. Na aliyeuza nyumba hii ni anakuwa ni mjukuu ambaye aliuza nyumba hiyo milioni 250. Anajua yeye alichokifanya na huyo mnunuzi ambaye aliyeuza nyumba hiyo. Lakini cha kushangaza, ofa na yeye ndo ni msimamizi wa mirasi anayo yeye bibi yetu mzaa mama. Huyu ndiye bibi mwenyewe ambaye nyumba hii aliirithi kutoka kwa baba yake. Mama, shikamoo. Mama samani, unaweza ukatueleza walau kwa ufupi kilichotokea katika hili eneo? Hii ni nyumba ya babangu mzazi, lakini nilikuwa na marehemu dada yangu wawili. Mwenzangu katangulia mbele ya haki. Hatumjui mnunuzi wala aloziwa, hatumjui wala hatujui. Tunastukia mpaka nimebakia peke yangu, nastukiwa natolewa tu, wamekuja mabaofa tunatolewa juzi. Ngazi ya serikali ya mtaa inafahamu kuhusu kadhia hii, na hapa nazungumza na mjumbe Rehema Sadiki. Tukio la jana lililotokea limenisikitisha sana. Yaani sijaamini hata kwa macho yangu. Tunafika hapa sisi wananchi wetu wanatuita mabouncer washakuja. Mabouncer wamekuja 20. Kweli mama mtu mzima kama yule aje kutolewa na mabouncer 20? Imenisikitisha sana. Wamekuja wamevamia, wamempiga huyu kaka hapa, wamechukua hela za mama ntilie, wamechukua ule mama, nakwambia walikuwa namburuza ule mama jinsi alivyo, alikuwa naburuzwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kariakoo Kaskazini, Kondo Thabiti Mtetwa, amekiri kutokea kwa tukio hili na kueleza kwamba taratibu za kuhakikisha haki inapatikana zinaendelea. Hii nyumba ni moja ya nyumba ambazo zipo ndani ya mtaa ambao mimi nauongoza, na hii kadhia ni ya muda mrefu kama wenyewe walivyoeleza. Na bahati nzuri wakati kadhia inaanza kipindi cha nyuma kama 2011 2008, mimi nilikuwa mjumbe wa serikali, ambao huyo mtu ambaye anasema amenunua anasema alinunua kwenye mnada, lakini mimi kama mwenyekiti sijawahi kushuhudia huo mnada. Mpaka ninaripoti tukio hili, familia hii haina uhakika kama wataendelea kuishi katika nyumba hii au itaamuliwa vinginevyo. Frank Kashonde, EATV. Naam, asante Frank Kashonde kwa ripoti hiyo. Bila shaka mamlaka husika watashughulika na swala hilo. Habari